Siku hizi si kama kitambo. Kitambo watu walikuwa na bidii sana ya kwenda church. Lakini siku za leo watu wamepunguza. Nakuta siku ni ya ibada. Inaweza kuwa ni Jumamosi ama inaweza kuwa ni Jumapili. Mtu anaamka, anasikia amechoka, anasema leo ni siku ya kupumzika. Anaendelea kulala. Mwingine hiyo ndio ameifanya ndio siku ya kutembelea marafiki zake. Mwingine ndio siku ya yeye na rafiki yake na mpenzi wake na watoto wake ya kwenda out. Ameisababisha ndio siku ya kwenda out. Na wengine wamesababisha hiyo ndio siku ya kwenda kutembelea wazazi. Swali ni kwa nini watu wamekaa nyumbani sana kipindi hiki kuliko vile walikuwa wanakaa pale kitambo? Pale kitambo wazazi walihamasisha watoto sana. Hata wengine walikuwa wanawatayarisha mapema, wanawapiga, wanawapeleka Sunday school, na kulikuwa na mambo tofauti ukilinganisha na ile inaendelea wakati huu. Sababu moja kubwa kwa nini watu wameacha kwenda kwa kanisa ni kwa sababu ya technology. Technology inakuja na elimu zake. Na sehemu ya uguzo ama impact ya technology katika maisha ya mtu yeyote ni kumpatia kitu inaitwa reasoning. Part of the reason why people go to school ni kwa sababu ya wapate uwezo wa kufikiria. Sasa tunaishi katika wakati ambao teknolojia imeendelea sana. Na mtu atasema sitaenda kwa church kwa sababu kanisa yetu na record online. So kuna mahubiri kwa Facebook, kuna mahubiri kwa YouTube, kuna mahubiri katika social media, kuna mitandao mbalimbali ambayo inafikishia mtu hata akiwa nyumbani kwake. Na kwa hivyo watu wako na reason za kutosha kukosa kwenda church. Na kwa hivyo mikutano ya Jumapili kanisa nyingi imepungua, na hata kanisa zingine ni kama kufunga zinafunga. Sasa swali tunalouliza leo ni kwamba je, ni sawa hivyo kukaa nyumbani na kusikia neno kutoka nyumbani? Mwingine anasema sinaweza kuombea nyumbani tu. Kuna wale wako na sababu maalum ya kukosa kwenda kwa kanisa, kwa sababu ni wagonjwa ama kwa sababu kanisa lao lilienda kuombea mahali kwingine na hakuna kanisa lingine liko karibu. Kuna wengine kuna sababu ambazo ni tofauti, kwa sababu anasema kanisa yetu iko na imani yake, na kwa sababu leo hawaabudii hapa karibu, siwezi enda kanisa lingine lolote liko hapa karibu. Tukiuliza, tukisimama pande ya Mungu, mimi kama mwalimu wako nataka niseme si sawa kukaa nyumbani siku ya kwenda kanisani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanafanya namna hiyo, na wakaandikiwa barua na mwandishi wa kitabu kinaitwa Hebrews. Wakaambiwa ya kwamba tusiache kukutanika. Hiyo ni chapter 10 ya Hebrews verse 25. Tusiache kukutanika kama ilivyokuwa desturi ya wengi, lakini tuendelee kufanya hivyo kadri tunapoona ile siku inavyokaribia, na tuendelee kuhimizana. Sawa sawa. Sasa leo napenda tuangalie reasons kwa nini mtu aende kwa kanisa. Kwa sababu watu wengine wanakosa kwenda kwa sababu hawaoni umuhimu, reason ya kwenda kwa kanisa. Kuna watu wanaenda kwa kanisa wakati wako wagonjwa ama wanatumana pastor akuje. Lakini akishapona hilo linakuwa ni swala ambalo limesahaulika. Lakini kando na ugonjwa, kuna wengine huitana
watu waje wafanye maombi kwao nyumbani kwa sababu ya kutoa shukurani zao kwa Mungu. Kwa hivyo anaita kanisa likuje kwa sababu kuna baraka alipata. Pengine mtoto wake alipita shule vizuri, alipita mitihani yote vizuri, ama anataka maombi ya kusafiri kwenda nje kwa sababu fulani, zaweza kuwa ni za masomo ama za kikazi. Unakuta sasa kuna concept ambayo inaitwa consumerism. Watu wanadeal na Mungu kama customer. Wakati unamhitaji tu ndio itisha maombi. I want you to go beyond. I want us to go beyond that. Tuende beyond that. Tutoe sababu ingine ya kwenda kanisa kando na hiyo inaitwa consumerism. Siende tu kwa sababu you want to consume something from God. Lakini ipo sababu maalum. Kuna sababu mbili muhimu kwa nini watu huwa wanaenda kwa kanisa. Na sababu moja ni kwa sababu watu wanaenda kuabudu. Na kuabudu maana yake ni nini? Kuabudu ni kutambua heshima na umaana wa muumba wako. Hiyo ndio siku Mungu alitenga iwe siku ya kutambua umaalumu wake katika maisha yako. Kwamba umeamka, uko na afya, wiki mzima umefanya kazi. Yaani ni siku hiyo ya kumtambua. Ndio sababu worship inatokana na neno worship. Ni neno linamaanisha kumtambua yule ambaye anafaa kuabudiwa ama anafaa heshima zote. Worship ilimaanisha pia kusujudia ama kuinama mbele za Mungu. Kuna mambo mbalimbali huwa watu wanafanya wakienda kwa ibada. Jambo la kwanza, watu wakienda kwa ibada wanaomba. Jambo la pili, wanamuibia Mungu. Hiyo ni sehemu ya worship. Kuomba ni sehemu ya worship. Kuimba ni sehemu ya worship. Number 3, watu wanamtolea Mungu sadaka. Hiyo pia ni sehemu ya ibada. Basically, hayo mambo matatu ndio mtu huwa anafanya akienda kwa kanisa. Na hiyo inaitwa ibada. Lakini kuna la 4 pia ambalo ni muhimu na halifai kuachwa. Linaitwa ushirika. Wanaenda kushirikiana. Neno ushirika kwa Kiingereza inaitwa fellowship. Na kwa Kigreek inaitwa koinonia. Sasa koinonia ni ushirika, lakini tofauti na ule ushirika ambao watu huwa wanaita ushirika leo. Katika Biblia, koinonia ilimaanisha watu kushirikiana vitu vyao. Kwa hivyo siku za leo unakuta watu wanaenda church, lakini kila mtu amemaliza mambo ya kwanza matatu, ameenda nyumbani, watu hawashirikiani. Lakini inafaa kwamba baada ya ibada watu wanashirikiana. Na Yesu akitaka kuonyesha hii ndio aliambia watu wawe wanakula Holy Communion, kwa sababu katika kula Holy Communion sasa wanashiriki mkate na kikombe. Na hiyo inakuwa ni kukumbuka. Maandiko matakatifu yanasema kumkumbuka Yesu Kristo hadi atakaporudi tena. Sasa kwa hivyo kuna kushirikiana.
Katika kushirikiana, unaweza shirikiana fedha, unaweza shirikiana chakula, unaweza saidia mtu kumbeba kwa usafiri. Lakini siku za leo tuko na kanisa ambazo ziko na watu wako na magari na wengine ambao hawana magari. Kuna town moja nilienda kukutana na vikundi mbalimbali vya wachungaji, na nikakuta hiyo town iko na fellowship 3 za wachungaji. Kuna fellowship ya wale wachungaji ambao hawana magari. Number 2, kuna fellowship ya wale ambao wako na magari madogo madogo. Na kuna fellowship ya wale wako na magari makubwa makubwa. So sasa inakaa kama vile mzungu alisema, wandege wa mbawa moja ndio huwa wanashirikiana. The birds of the same feather flock together. Sasa siku zile sikuwa na gari, nikaamua kwenda kukutana na wale ambao wana magari makubwa makubwa na majina makubwa makubwa. Lakini nilichokiona pale, hata salamu zenyewe unakuta, kwa sababu haukuja na gari, hata salamu zenyewe inakuwa kuzipata ni ngumu. Lakini Yesu ametuita ndio tushirikiane. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kwanza maana ya kanisa. Kwa nini kanisa iko katika dunia? So kabla ya kuuliza kwa nini iko, lazima tujiulize kanisa ni nini. Katika lugha ya Greek, kanisa inaitwa ecclesia. Neno ecclesia ina maana mbili ndani yake. Kuna ek na kuna legia. Sasa ek inamaanisha out. Legia inamaanisha gather. Kwa hivyo wakati ule ecclesia ilimaanisha watu waliokuwa wameitwa kutoka vijijini waje wakusanyike katika mji ndio wasuluhishe shida. So they came out of the community and they gathered to discuss a problem. Wakakutanika ndio waweze kujadili swala la shida iliyokuwa katika mji, waweze kusuluhisha. Kwa hivyo kanisa iko katika dunia ndio iweze kusuluhisha shida iliyoko katika dunia. Sawa? So kanisa limekuwa duniani miaka yote. Lakini wakati Yesu amekuja, alienda mahali panaitwa Kaisaria Filipi wakiwa na wanafunzi wake. Akawaambia hivi, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa sababu watu walikuwa na makanisa yao. Lakini yeye alisema nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Sasa Yesu alikuwa na kanisa lake. Lakini kile watu wanaita kanisa leo si kile Yesu anaita kanisa. Kwa sababu Yesu aliposema nitajenga kanisa langu, hatuoni akiita mafundi, hatuoni akikusanya mawe na mchanga na kokoto, lakini alijenga kanisa lake. Mtume wake mmoja anaitwa Petro anasema sisi wale ambao tumeamini ndio huwa ni mawe ya kujenga kanisa la Kristo. Kwa hivyo sisi ni jengo takatifu ambalo Kristo anaendelea kujenga. Kwa hivyo kutoka dunia ilipoumbwa, mtu yeyote ambaye amekuwa na imani kwa Mungu amekuwa ni mawe ambayo inawekwa, ukiokoka unaekelewa juu ya mawe ingine, hivyo hivyo. Na ndivyo sababu Mtume Paulo anasema hivi,
tumejengwa kwa msingi ulio imara sana, wa mitume na manabii. Kwa hivyo kanisa ilikuwa kwa hata wakati wa mitume, kanisa ilikuwa kwa hata wakati wa manabii, naye Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Kristo alikuwako kabla ya kuzaliwa. Tunamwona katika Yohana 8 akisema, kabla ya Abrahamu kuwako, mimi nipo tu. Alikuwa na exist, hata kama hakuwa na exist katika mwili, alikuwa na exist in another form. Kwa hivyo, alisema analijenga kanisa lake. Akaweka manabii hapo, wakawa misingi. Akaweka mitume hapo, wakakuwa misingi. Unajua hata Adamu alikuwa nabii. Hata Abrahamu alikuwa nabii. Hata Musa alikuwa nabii. Tunajengwa hapo. Kila ukiokoka unajengwa hapo. Na ndiyo sababu katika imani ya mitume kuna kipengele kinasema, ninaamini katika umoja wa kanisa. Umoja wa kanisa dunia nzima, yaani sote ni kanisa moja. Kanisa si moja tu kwa sababu ilipandwa huko Rome. Kanisa imekuwa duniani, wale wote wanaomwamini Yesu Kristo. Na ndio sababu umoja wa imani, umoja wa imani haukuanza Rome. Umekuwa duniani tangu wakati mwanadamu alipoumbwa. Biblia inasema mtoto wa tatu wa Adam, anaitwa Seth, ndiye alianzisha ibada duniani. Lakini tunaona hata kabla ya Seth kuanzisha ibada duniani, tunaona mtu anaitwa Cain na Abel wakienda mbele za Mungu kutoa sadaka. Kwa hivyo kanisa limekuwako. Lakini lile kanisa ambalo limekuwa duniani kufikia wakati Yesu amekuja, ni kanisa ambalo lilikuwa kila likitaka kuinuka shetani analipiga. Kila likitaka kuinuka shetani analipiga. Na Yesu akaamua sasa kuweka msingi wa kanisa linaloitwa kanisa la Yesu. Na kanisa la Yesu ni kanisa ambalo malango ya kuzimu, Yesu alisema malango ya kuzimu hayatalishinda. Na hivyo ndivyo tukiangalia kanisa alivyolipanda Yesu, limekuwa na mateso mengi. Watu wameuawa, watu wameteswa. Mitume wa Yesu wengine walikatwa na soo, wengine walisulubiwa, wengine walirushwa kwa wanyama, wengine walichomwa na mafuta, wengine walichomwa na moto. Lakini mtu mmoja kitambo, msomi mmoja wa theolojia alisema hivi, the blood of the martyr is the seed of the church. Hakuna mtu ameweza kulizima kanisa, kwa sababu kila wakati walipoua mtu, kanisa ndio lilipata moto wa kuendelea zaidi. Kwa hivyo kanisa limekuwa duniani zaidi ya miaka 2000. Project zote ambazo zilianzishwa 2000 years ago, hakuna hata moja ambayo inaweza semekana inasimama leo. Lakini kanisa limepitia nyakati zote za kujaribiwa na limesimama, kwa sababu Yesu alisema milango ya kuzimu ama malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. So kanisa lililo na Yesu ndani haliwezi shindwa. Na tunapoongea kanisa, Yesu alisema mahali palipo wawili au watatu kwa sababu ya jina lake, yeye yuko pale pamoja na wao. Kwa hivyo kanisa la Yesu ni wakati watu wawili au watatu wamekutanika kwa ajili ya jina lake na wamekubaliana katika jambo moja ama lingine, ili wamwabudu Mungu, wamuimbie, wamuombe, wamtolee sadaka. Na kanisa limekuwapo duniani. Waliojaribu kulifunga kanisa walikufa na wakaacha kanisa likiendelea. Kuna story ambayo tunaambiwa katika history ya theology, story nyingine ya ajabu sana. Kuna watu walikuwa materrorist wabaya sana. Walikuwa wanaitwa Vikings. Vikings
ni watu ambao ni wanaume wa kizungu ambao waliogopewa sana kwa sababu walikuwa na nguvu na walikuwa na silaha na wangeweza kuvamia watu. Nyakati zile neno la Mungu likawa halihubiriwi sana, lakini kuna watu watakatifu walikuwa wanalihifadhi na walikuwa wanakaa jangwani. Walikuwa ni mabinti ambao hawakuoleka, wasafi, wanaitwa nuns, na wengine walioleka lakini walikaa huko na waume zao. Hawa Vikings siku moja wakavamia huko. Walipovamia wakachukua wale mabinti ambao walikuwa bikira, na wakachukua kina mama walikuwa wameoleka, na wakatoroka na wao. Wakaenda na wao, kila mmoja akawaoa ndio wamalize story ya neno. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba wakati waliwashika hawa kina mama, wameenda na wao kwa manyumba zao, hawa mama wakaanza kuwahubiria habari za Mungu yule ambaye ako katika Biblia, ambaye aliumba mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa hawa Vikings wakasikiza, na hao wamama wakawa convert hawa Vikings, alafu wakaokoka. Imagine, terrorist wakaokoka. Walipookoka wakakimbiza ile nguvu walikuwa wanatumia ya kuinvade, ya kuvamia miji na watu, wakaitumia kusambaza neno. Neno likaenda kwa speed ya juu sana. Tuna mwalimu mmoja alituambia wakati ule serikali ya Kirumi ikaanza kuua watu kwa sababu ya neno la Mungu, na siku zingine ikatuma maafisa kwenda kushika wapendwa wa Kristo, waombaji wa Mungu walikuwa wanaombea mahali. Lakini nguvu ya Mungu ikawa iko nyingi sana, ya kwamba walipowashika wakawaambia twende kwa kituo. Wakielekea kwa kituo, wakaelezewa habari za Mungu huyu ambaye hufufua wafu, ambaye hata alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. Walipoelezewa habari za Mungu huyu, na wao wakaokoka. Walikuwa wameenda kushika watu kwa sababu wanahubiri, lakini na wao katika mbio zao za kumtii mkubwa wao wakaokoka. So by the time wanafika kwa kituo, walioenda kushika na wao wameshaokoka. Neno la Mungu ni kama moto jameni, halizuiliki. Tunaona huko Babylon waliwashika vijana 3. Wakasema hawa vijana na wawekwe kwa moto kwa sababu wameshikilia imani ya Mungu wao. Na mfalme akawauliza, je, mtaabudu miungu yangu muiname mkisikia kengele imepigwa ya kuinamia miungu yangu, ama mtaendelea kuabudu Mungu huyu wenu? Nataka mjue ya kwamba mkiendelea kuinamia huyu Mungu wenu, mtaweza kushikwa na mtatupwa kwa moto. Hao vijana 3 wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Wakamwambia mfalme, hatuna haja ya kukujibu kuhusu swala hili, lakini kuna kitu moja tunajua, kwamba Mungu wetu anaweza kutuokoa hata kutoka kwa moto. Na kama utatuweka kwa huo moto, asipotutoa kwa huo moto, bado tutaendelea na kumwabudu. Na mfalme akasema moto ufanywe mkali mara 7. Ilipofanywa mkali mara 7, wakachukuliwa mabaunsa, wale ambao wanajua, walio na nguvu ya kutosha na wana ujuzi mwingi. Wakawashika hawa vijana 3. Moto unawaka, flames ziko juu. Mmoja ashike kwa miguu, mwingine ashike mikono. Walipokuwa wanawaswing, ndio watupe kwa moto. Hivyo wamewatupa hivyo kwa moto, ndivyo na wao moto umewaramba wakafa. Kila wakirusha, kama mmerusha mkiwa wawili, na nyinyi mnarambwa na moto mnakufa. Mnarusha mkiwa wawili, mnarambwa na moto mnakufa. Hawa vijana 3 wakiwa ndani ya moto kule, Mungu akazuia waungue, ili neno lile litimie ya kwamba hata katika moto nitakuwa na wewe, hata katika maji nitakuwa na wewe.
wakawa wako huko kwa moto na wanatembea tu ndani ya moto na hawaungui. Mfalme akawaita akasema, basi tokeni ndani ya moto. Moto ukashindwa na kuwachoma. Kwa sababu gani? Mungu ndiye aliumba moto na ndiye aliumba imani na ndiye aliumba watu wake. Kwa hivyo anaposema malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa, ni kwamba watu waovu hata wakijaribu vipi hawawezi kuwashinda watu wa imani. Na kwa hivyo imani ina nguvu sana. Kanisa husimama kwa sababu kuna imani, na kanisa la Yesu linashinda kwa sababu ya imani. Limejaribu kupingwa na watu wenye elimu za uongo, lakini wamekuja na movement zao na zimeisha. Na ndio sababu Yohana katika waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 anasema, na this is what overcomes the world, even our faith. Kwa hivyo imani ulio nayo ndio ile ishindayo dunia. Imani nilio nayo ndio ile ishindayo dunia. Na kwa hivyo pana haja ya watu wa imani moja kuja pamoja kushirikiana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema kuna siku iitwayo ile siku, that day. Kuna siku ambao dunia hii itafika mwisho. Na hata kama haijafika sasa, lakini ipo siku ambao dunia hii itafika mwisho. Na kwa hivyo pana haja ya kujitayarisha kwenda kukutana na Mungu wako. Ule mwimbaji wa Tanzania aliimba akasema, utakuwa mgeni wa nani? Kwa sababu ukishakufa maisha hayafiki mwisho. Tunaona Yesu akisema ya kwamba Lazaro alipokufa alichukuliwa na roho yake ilichukuliwa na malaika ikapelekwa kukaa mahali roho ya Abrahamu inakaa. Kwa hivyo wakati mtu anazikwa, mwili ndio huo inaoza, lakini roho haiozi, inaenda pahali. Roho ya yule tajiri ambaye hakuwa na imani alipokufa, mwili wake umeoza, umezikwa, lakini roho yake ikaenda kuteseka pamoja na zile roho ambazo hazina imani. Na ni kwamba kinachokuweka nyumbani wakati watu wengine wanaenda kanisa ni kwa sababu hauna imani. Lakini unahitaji kuipata imani. Kwa sababu gani? Maisha yatakushinda kama huna imani. Maandiko matakatifu yanasema imani tulionayo ndiyo iushindayo ulimwengu. So kama hauna imani, maisha yatakushinda. Utafika mahali siku nyingine unataka Mungu na hujui utampata namna gani. Lakini unafaa uipate imani leo. Ujue watu hukutanika kanisani sio kwa sababu hawana lingine la kufanya. Sio kwa sababu hawana pesa za kwenda out. Sio kwa sababu ni wagonjwa na wako na shida nyingi sana. Lakini watu hukutanika kanisani ndio waabudu Mungu. Sasa jambo la pili, kwa nini watu hukutanika kanisani? Ndio wapokee baraka kutoka kwa Mungu. Na wakipokea zile baraka zinaambatana na wao nyumbani. Sasa baraka, kuna tofauti ya baraka na mali. Biblia inasema ya kwamba baraka ya Bwana hutajirisha mtu. Kwa hivyo baraka ni kile kitu kinaingia ndani ya mtu ndio aweze sasa kujipatia utajiri. Na kuna aina mbalimbali ya utajiri. Kuna utajiri wa akili, wa elimu. Kuna utajiri wa afya. Kuna utajiri wa fedha na rasilimali. Kuna utajiri wa marafiki. Kuna utajiri tu wa kuwa na ng'ombe na mifugo. Unaweza pima utajiri venye unataka. Lakini hii vitu yote tunaona nje zinaitwa ongezeko. Hii kitu inaitwa, watu wanaita utajiri ni ongezeko. Na ongezeko hilo linakuja kwa sababu ndani ya mtu kuna baraka ya Bwana. Kwa hivyo watu wakienda kanisani hubarikiwa. Na ndio sababu uwe mtu tofauti. Usiwe wale ambao huwa wanatoka katikati ya ibada kabla haijaisha. Kwa sababu kuna maombi yanaitwa maombi ya mwisho.
Na maombi hayo ya mwisho ndio huwa ni maombi ya baraka. Mungu alimwambia Musa na Aaron kwamba watu wakikutanika kanisani, familia ya Aaron ambao ni familia ya makuhani, ambao ni familia ya wachungaji leo, aliwaambia hao ndio watakuwa wakiweka jina la Mungu kwa watu, ndio Mungu naye apate kubariki hawa watu. Na akawaambia venye watakuwa wanafanya katika Numbers chapter 6 verse 24. Na kwa hivyo huwezi barikiwa kama hujatokea mahali ambao kuna wale walipewa wajibu na huduma hiyo na kazi hiyo ya kuombea watu wabarikiwe. Unahitaji baraka ndio upone. Unahitaji baraka ndio upite mitihani. Unahitaji baraka ndio watoto wako wasome, wakamilishe, wamalize wakiwa na afya. Ukae na wao wakiwa hawashambuliwi na vitu ambavyo hushambulia watoto. Unahitaji baraka kwa sababu ya maisha yako, afya yako iendelee vizuri na mali zako zilindwe. You really need a blessing. And that is why a pastor is not a politician. Mchungaji ako juu ya politician. Yeye husimama katikati ya watu na Mungu. Anachukua baraka kwa Mungu, anapatia watu. Na anachukua sadaka kwa watu, anapatia Mungu. Hiyo ndiyo kazi ya mchungaji. Na kwa hivyo hata kama wewe ni kiongozi wa siasa, unafaa kuwa na mchungaji katika maisha yako. Wakati wa siasa unakuta watu wengine tembea kutoka ushirika moja kwenda ingine, hata unashindwa yeye mchungaji wake ni nani. Unafaa kuwa na mchungaji maalum ambaye hutamka baraka katika maisha yako, kwa sababu bila yeye kutamka hakuna kitu kinaendelea katika maisha yako. Imani yako itakuja kushindwa tu. Unaweza pita, lakini baadaye imani yako inakuja kushindwa. Unahitaji kuwa na mchungaji maalum ambaye huwa anatamka baraka kwako, kwa sababu lile tendo la kutamka liko sawa sana. Kuna watu wanaosema tunaishi katika Agano Jipya, na katika Agano Jipya hutahitaji mchungaji. Lakini Mtume Paulo aliandika katika maandiko yake matakatifu akasema hivi, ya kwamba Yesu alipopaa juu baada ya kuliacha kanisa, amefufuka akaenda juu, aliteka mateka, akawapatia wanadamu vipawa, akawachagua wengine wakuwe mitume. Akachagua wengine wakuwe manabii, wengine wakuwe wainjilisti, wengine wachungaji na wengine walimu kama mimi. Na kwa hivyo kama alichagua wengine wawe wachungaji, ina maana kwamba huduma ya priest bado inaendelea. Na hizi ofisi 5 ndizo zinatamka ushindi na baraka na ulinzi katika maisha ya watu kwa dunia hii. Na kwa hivyo katika ile department wao unashikilia, unaweza kuwa unashikilia security, ndio ufaulu katika kazi yako, unahitaji baraka ya mchungaji. Unaweza kuwa unashikilia administration, ndio ufaulu kwa hiyo administration, unahitaji baraka kutoka kwa mchungaji. Unaweza kuwa unasimamia legislation ama judiciary, unahitaji baraka kutoka kwa mchungaji. Usigojee mpaka wakati utakapochaguliwa umepita tu ndio unaenda pale kutoa shukurani, ama kabla hujafika uombewe ndio upite. Hapana, you need these people. We all need these people katika maisha yetu yote, not sometime. Na kwa hivyo what I'm telling you ni rudi kwa kanisa. Kama ulikuwa umeacha kwenda, rudi kwa church. Maisha yako hata kama hajaanguka saa hii, ukirudi kwa church itashikilia yasianguke. Rudi kwa church, job yako itasimama. Rudi kwa church, kibali kwa watu kitakuwa. Rudi kwa church, utamkiwe baraka na mchungaji. Wengine wanafikiria baraka za mzazi tu zinatosha, lakini haujajua vile maandiko matakatifu yanasema. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba mchungaji ndiye alipewa kazi na Mungu ya kutamkia watu wa ibada baraka. Mzazi utamkia watoto wake, lakini kuna baraka kubwa
ambao ni baraka ya mchungaji. Anaweza kuwa si mchungaji mwenye watu wengi, lakini yako na Mungu. Anaweza kuwa na watu wengi, lakini yako na Mungu. Issue ni kama unamwamini, kwa sababu wengine wanataka waombewe tu, hata wanaitisha general prayer, lakini hawaamini. Lazima umwamini ule mchungaji, umwamini kwamba anaweza kukuombea na kitu kikatokea. Kwa nini? Si kwa sababu ako na magic. Hii si kama uchawi, hii si kama uganga, lakini kwa sababu ile ofisi yake Mungu anaiheshimu. Hiyo ofisi Mungu ameitoa kwa sababu Mungu hawezi kuja kwa miguu kwa hii dunia. Ili Mungu awe anasimama pale akiwa ndani ya ule mchungaji, anaibariki dunia, anabariki maisha ya watu. Kwa hivyo maneno ya kiongozi ule wa kanisa ni maneno ya nguvu sana. Na kwa hivyo sadaka unayotoa, pesa inayopewa wachungaji, haifai kuwa unampatia ndio Mungu akuweke katika uongozi. Mungu hapokeangi hongo kutoka kitambo. Mungu hachukui hongo. Kwa hivyo ukitoa ikiwa nyingi ama ikiwa kidogo, si hongo unatoa. Ni sadaka unatoa kwa Mungu, na inafaa utoe sadaka inayotoka kwa moyo wako. Biblia inasema mtu anafaa kutoa sio kwa kulazimishwa, na mtu hafai kutoa kwa ulegevu. Unatoa kulingana na vile moyo wako umekwambia. Kama umeona moyo wako ni unatosha kutoa 1,000,000, toa 1,000,000, patia mchungaji. Kama inatosha 20,000,000, toa peana. Lakini si pasta unapea. Hapana, ni ibada yako unatoa kwa Mungu. Ndio Mungu yule aliyemweka mchungaji pale ateremushe baraka zake kupitia kwa yule mchungaji. Na ndio sababu narudia tena, wachungaji sio politicians, na wanasiasa msijaribu kuvuta mchungaji hata moja akuwe politician. Waacheni washike nafasi yao. Na ukiona mmoja anataka kuinama pande yako akuwe mwanasiasa, mwambie ashikilie nafasi yake venye wewe nawe unashikilia nafasi yako. Wewe mwanasiasa, wewe si mchungaji. Acha wachungaji wafanye kazi yao. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Amazia, ama jina lingine ni Uzia. Uzia yeye alikuwa tu kiongozi, a politician. Lakini siku ingine akataka kutoa kafara, kutoa sadaka kama kuhani. Kulikuwa na judges, na kulikuwa na prophets, na kulikuwa na priests. Sasa kila mtu alikuwa anashika nafasi yake. Prophet yake, judge ndiye politician wakati ule, na priest alikuwa ni pastor. Sasa huyu king anaitwa Uzia akaamua, wacha na mimi nitoe sadaka. Hivyo ndivyo hata Saul alifanya, lakini Mungu aliwapiga. In fact, huyu mmoja anaitwa Uzia alipokuwa anatoa sadaka, alitokea pastor fulani akamwambia, mfalme, usitoe sadaka kwa sababu hiyo si kazi yako, hiyo si ofisi yako, usifanye hivyo. Mfalme Uzia akanyosha mkono akasema, mshikeni, arrest him. Alipotoa order mshike, mkono wake ukabaki umesimama hivyo. Haungeweza kurudi chini. Mungu akaushikilia juu, ukakwama mkono wa mfalme. Na ndio ikabidi aombewe na ule nabii mkono irudi chini. Sauli naye hivyo hivyo. Aliona prophet amechelewa kuja, prophet Samuel ambaye alikuwa na huduma mbili, alikuwa judge na alikuwa priest wakati ule, kwa sababu ofisi zilikuwa hazijagawanywa. King Saul akaona prophet Samuel amechelewa kuja kumtolea Mungu sadaka, akaamua wacha nitoe. Alipokuwa anatoa, nabii akaingia akamuuliza, ni ujinga hii gani unafanya hapa? Kwa nini ungeweza kunigojea mpaka sasa? Kwa sababu umefanya kinyume na yale yanahitajika, umenyang'anywa uongozi. So politicians, shika line yako. Wachungaji, shika line yako. Watu ambao wamwendi kanisa, rudi kwa church. Kile kinatuunganisha sote ni imani ya sawa, lakini kila mtu ashike nafasi yake. Napenda nikomee hapo kwa leo nikisema hivi, kama utaona baraka,
Hakuna accident katika maisha. Ni katika kulishika kusudi la Mungu kwa maisha yako ambao kutaleta utofauti katika maisha yako, ya jamii yako, ya family na kwa watu unaongoza. Basi hadi kipindi kingine kijacho. Napenda nikomee hapo. Ni mimi wako mwalimu mpendaye, mwalimu wa jamii. Mungu akubariki na Yesu akae na roho yako.